limeniumiza sana. Lipi? Hili limeniliza sana. Da. Ni kilio kikubwa sana. Kupokea kipigo mara 6. 6 o'clock. Kaka na wewe. Mara 6 mfululizo. Yaani wewe ni kupigwa tu. Si tuko tu hapa tunawasaidia. Tunamsaidia mnyama. Tumechagua sisi kusafirisha au kuzika? Sisi tumechagua kusafirisha. Tutapeleka hivi vilio nchini Angola ambapo wale wauaji wanakwenda kufanya mengine huko Angola. Kwa hiyo sisi tutasafirisha maeneo ya huko ili aliyehusika na kuua usike na kuzika na kuzika pia. Unaambiwa ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Sasa ndo tutegemee kule Angola. Yaani unakufa afu unakufa tena. Ukiua kwa upanga na utakufa kwa upanga. Sasa sijui ni kweli kwa wanayanga huko Angola nao pia watakufa kwa upanga. Ndio maana leo dressing code yetu imebadilika. Tunasaidia kuomboleza kiukweli. Majonzi. Bwana, shout out za nguvu kwa wewe shabiki wa Young Africans. Hatari sana. Asikwambie mtu tutu Yanga tam. Pira na GCM Yanga tam. Aya. Kiukweli hongera sana kwa wananchi. Hongera nyingi sana. Lakini pia kama wana malalamiko mmeambiwa muende TFF. Dirisha liko wazi. Boxi linapokea maoni. Uzuri kiongozi Nganganga amesema ya kwamba malalamiko pelekeni TFF. Nganganga sitaki kutaja. Tanzania Football Federation. Pelekeni malalamiko kule. Bana, karibu sana kwenye Gossip Table. Mimi ni W13. It's a girl Sammy baby. Tutakometisha zaidi kama tayari umesha subscribe na kubonyeza alama kengele kwa mwanafamilia kabisa 69 Media, na hope so tayari ni mwanafamilia kabisa, na ndio maana upo kwenye meza ya wana nini? Ya wambea. Gossip Table in the house. Tayari gari imekwisha kuwaka. Tuko na mada inayomhusu nani leo? Leo bwana tunamzungumzia yule MVP, most valuable player. Yes, kutoka Young African. Yanga. Alafu kwa nini kila mechi anawafunga yeye? Hii kitu abidi kesi kunijiuliza. Ukiona hivyo kuna mtu unaambia kila mafanikio mwanaume nyuma kuna mwanamke amesimama. Ambaye anahitaji maua yake. Yes, tunamzungumzia Pacome Zouzoua. Msema bridge. Hivi karibuni tunakumbuka waambia wenzetu, tunajua mimi katika kitu ambacho mbea hawezi kusahau. Naam. Ni umbea. Wambea tuna kumbukumbu. Tulishuhudia ile live iliyokuwa ikifanyika kwenye video, tukamuona bwana Pacome Zouzoua akiwa na official naye. Watu kaanza kujiuliza ni kweli ama tu imetokea, hata tunajua ile na ukalisha tu mshikaji wangu karibu nyumbani tupate chakula cha pamoja lakini sasa mambo yamekuwa tofauti ndugu yangu. Amekuaje? Alichokiposti naye jana. Kaandika nini naye? Kaposti kitu gani kwanza? Nai bwana, yani mimi napenda kwenda na mambo kwa ushahidi. Kwa ushahidi, maana bila ushahidi mambo yatakuwa mengi sana. Kusema kwamba wewe Sammy baby unatunga kwenye comment na waona ndugu zangu. Wewe mdada unatunga. Bwana, kilichofanyika kwenye ukurasa wake mwenyewe Nai ameposti hiki kitu, akaandika hivi girl on fire, akaeka ki-emoji cha moto, akaeka kile ki-emoji cha yani pambe, alafu pia akaeka kopa lenye rangi nyeupe. Baada ya hapo akamalizia kwa kuweka glasi ambazo zinagonga cheers. Na hakuishia tu hapo. Nai ili kudhihirisha kwamba yeye kasimama nyuma ya kile ambacho kinashangiliwa na kusherekewa na mashabiki wa Yanga, akasema nahitaji maua yangu, akaeka emoji ya kucheka, kopa la kijani na kopa jeupe. Sawa. Alafu akata emoji nyingine ya kucheka. Kopa la kijani ni nini? Ni woto wa asili. Sawa. Na nyeupe ni pamba. Naomba kuwasilisha bwana mkubwa. Bwana Pacome Zouzoua MVP wa ligi yetu hapa, inasadikika lakini bado hajatangazwa. Lakini pia kwenye video ama live ambayo ilikuwa imevuja ikimuonyesha official Nai anaandaa chakula kwa ajili ya mpenzi wake. Tunasema hivyo kwa sababu tunaamini kile chakula alikuwa hawezi kula yeye. Chakula ni kingi. Sahani ile kwa mantilie plate 3000. Plate 2 zile zimekaa pale. Unakuwa akawa anaandaa pale na maini roast na nini. Kwamba ile kwamba tunakula pamoja.
Kwa hiyo inaonekana Pacome anakula. Kwa hiyo ile ni ya mchezaji. Mchezaji anakula chakula kingi. Kwa hiyo kile kilikuwa ni kifurushi cha Pacome. Kile kifurushi cha Pacome tu kinaandaliwa. Alafu kwa jinsi official alikuwa anaandaa kile chakula kana kwamba yeye hana ladha nacho. Kwa nini? Sasa kabla hatujaja kwenye hicho kiandika official nikurudishe kwenye mchezo. Mchezo ambao umechezwa huo dabi sasa. Ndio jana hiyo. Wakati Pacome ameshinda bao. Amewafunga Simba bao la offside. Simba wanasema bao la offside. Ndio wanasema hivyo. Wanasema offside. Sasa sawa offside lakini watu wameshinda. Lakini ndio ushindi. Ndio ushindi. Kwa baada ya kushinda Pacome akaweka mikono yake hapo akawa anafanya hivi anabembeleza. Anabembeleza. Kwa maana yake anabembeleza nini goli? Anabembeleza mtoto. Ishara kubembeleza mtoto. Kumbe kuna ishara za wachezaji pia. Zipi hizo? Kuna ukiona mchezaji anakimbia anafanya kidole chake hivi. Ujue kuna mtoto nyumbani yupo. Kwamba I'm proud of you. Yaani najivunia kuwa na mtoto wangu nyumbani. Ambaye ni mdogo. Ukiona mchezaji kachukua mpira katia kwenye tumbo, maana yake nyumbani kuna kijacho anakuja. Lakini pia ukiona mchezaji anashangilia anafanya hivi, si unajua wote anaomba Mungu. Ndio. Ukiona mchezaji anasujudu maana yake anafanya nini? Anaomba Mungu. Sasa mchezaji anakimbia anafanya kuna kama mtoto, yaya. Kuna kichanga kinatarajiwa kuja. Na ile ni kuonyesha love. Unajua unapokuwa na mpenzi wako nyumbani, baby mimi nikifunga leo na kwenda kushangilia kwa kuonyesha kwamba nina kichanga na kitarajia kuja. Sasa basi Sasa basi kama Pacome kashangilia hivyo na mpenzi wake ambaye tulimuona kwenye video ni official mpaka akafichwa gani? Sio walikuwa wawili pale, official mdogo wake, official kama mdogo wake. Wewe unapiga zile trend Pacome kuna official mkono umekaa mahali pake, afu official huwezi amini anakuwa ametulia sana hapo kwa Pacome. Angalia zile picha ambazo kipindi kile na ile penzi lake la mwanzoni. Penzi la mwanzoni, penzi gani lile? Hebu niache bwana. Penzi kibweta. Penzi gani? Penzi linatoka kwa Wagogo. Kwa hivyo sasa inaonyesha ishara kwamba kuna kichanga kinatarajiwa kuja. Na tunayemjua mpenzi wake sasa hivi anayeonekana naye. Ila ukizungumzia hivyo niko napitia picha za official hapa. Kuna picha moja nimejaribu kama kuizoom fulani hivi. Naona kuna kitambi fulani hivi ambacho mimi sijakielewa. Kama chabia. Kama chabia. Viago vinaeleweka. Chabia kinakalia kwa hapa juu fulani hivi. Kile unaweza kufutia hata simu. Ila kile cha kichanga kinatunia kidogo hapa. Sasa kile cha official hanyubia yule. Yule mnyoga wine. Unajua maslahi queen hanyubia. Wine hizi whisky. Sasa whisky azilete vitambi. Sasa ukizumu picha mimi sinakuonesha hii hapa, tukiangalia hii picha ambayo kapiga gauni cha white hiki. Kitumbo kinatuna kabisa, kinaonekana kabisa hiki. Alafu hata ukifuani official ya kuaga hivi. Zinakimbiliaga huku zingine. Zinakimbiliaga huku. Kwa hiyo basi hapo ishara zinaanza huku kidogo ndio inafuata pua. Kwa hiyo sasa inavyoonekana, ukiangalia muonekano wa Nai sasa hivi alionao, sasa hivi sio mtu wa kumingo sana. Sio ndio yule Nai wa zamani. Sipata kwenye video unamuona. Kila sehemu unamuona. Hata kwenye video sasa hivi unamuona za wasanii haonekani. Kwa sababu gani? Huenda labda anajiandaa kuwa mama bora wa baadaye. Na ndio maana na ukimwona naye anaonekana na mingo, ujua Pacome yupo. Na ndio maana akasema anahitaji maua yake apewe maua yake, kafanya shughuli kubwa sana. Usikute pia Pacome kusaini mkataba ni official ikachangia. Sio maana kama maua yake. Maana anahitaji maua yake. Yaani kwamba mchezaji wenu mnamshangilia isingekuwa mimi leo, huyu asingekuwa uwanjani anafunga. I say. Sema ile penzi bwana limekuwa na muda mfupi lakini liko shata. Ili penzi limekuwa zuri kwa sababu kwanza official si tunamjua ni mtu maarufu, lakini pia Pacome ni mtu ambaye amejizolea maarufu kwa muda mfupi sana. Maarufu umezidi lakini sasa hivi toka maarufu unazidi. Unazidi unajua. Ndio maana kweli ni halali ya official aombe maua yake. Alafu jana Pacome amempasua mdomo. Yaani unajua Simba unajua umempasua? Si basi tu. Yaani kikakala ni sometimes wachezaji wao wanachuki binafsi. Unakuta mtu naye alikuwa anamtaka wewe official adabu. Wajui watu wa Simba bwana. Kwa hiyo mtu kana mwele official watu wa Simba wajui watu wa Simba. Lakini mbali na kwamba official anafanya kazi yake, lakini pia Pacome naye anafanya kazi yake. Pacome naye kiasi anambadilisha naye.
naye katulia jamani sana. Yani sasa hivi kimana naye anacharuka basi yuko na Uncle T, ndio best friend wake sasa hivi. Basi labda ni Uncle T, lakini sio wale wa best friend zake kina fulani wale kina mahela wale. Lakini pia ukaribu wake na Uncle T ingekuwa mimi ndo namshauri angeupunguza kwa sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu kwani kitaharibika kichanga? Kuwa karibu na Uncle T ndio kikachoropoka. Kwani Uncle T ana nini? Ngoja ni tuwe mfano, vivid example. Ndio. Najua mwanaume anashauriwa kuna baadhi ya vitu vitumie ili aweze kuwa ngangali, yani awe na nguvu imara zaidi, awe imara strong zaidi, awe strong, of course. Si unaelewa? Yes. Alafu pia mtoto ana tabia ya kurithi, endapo anaweza akarithi kwa baba au kwa mama. Akirithi kwa baba au kwa mama, mara nyingi mtoto huwa anarithi na tabia pia, ukiachana muonekano. Sasa tabia anazorithi, anaweza mtoto akarithi tabia baba yake ya ukulima au tabia ya mama yake ya umbea. Lakini ukiachana na hapo, kama mtoto akizaliwa akiwa ni mbea, tume Mungu awe wa kike, lakini sio wa kiume. Na asilimia fulani hivyo watoto wa kiume wafananaga na mama zao. Sasa kama mama tabia ya umbea, kama wa kiume alafu akaja kuwa mbea, inategemea umbea wa aina gani. Sasa imagine mtoto anakuja kurithi tabia za Uncle T. Mtoto baba legend Yanga, mtoto anakaa live omba sasampa omba pepempe. Imagine, yani ndo imagine mtoto wa kiume omba sio kapochikochikochiko, sio anakaa yuko live, baba legend wa Yanga, mama mtu mkubwa Tanzania. Imagine mtoto anasema omba sasampa na mtoto wa mtu maarufu Tanzania. Sasa ndo imagine mtoto kashazaliwa ana tabia za Uncle T kwa sababu ya ukaribu wa mama na Uncle T. Kwa mfano mtazamaji, ndo imetokea hivyo, utamlaumu nani hapo? Kwa hiyo mimi nasema, nashauri kwa kipindi hiki Official Nai, kipindi ambako yeye anategemea kutarajia at least apunguze. Unajua si binadamu, hata mayai ya kuku anataga tu, lakini mtoto atoki bila kulalia mayai. Anavulalia yale mayai, kuku anapotoka unashanga kafana mama yake kuchi, ana kibwenzi. Sasa ndo hivyo ukaribu wa Official Nai na Uncle T unaweza kuathiri tabia za mtoto, joto kama la kuku. Kwa hiyo afanye vitu vya weledi, awe makini sasa hivi Official Nai, apunguze mazoea na Uncle T. Sawa. Kwa langu ndo hilo. Ili mtoto sawa bwana, kama ni kweli Pacome na Official Nai wanatarajia mtoto, sisi tuseme pongezi kwao. Na sisi tuko tu hapa kusubiri tuone. Hamchelei kusema zimeharibika. Kuna wakati mapenzi akiwa shata penzi likavunjika, shangaa na bwana mimba nao inapotea, uone tena kitambi. Sawa, sisi tumemalizana hivyo. Sisi tumemaliza na penzi la Yanga. Make ni penzi la Yanga. Sema wananchi shout out kwenu. Wananchi mmetisha sana. Mmefanya kameramani Mawala leo amenuna siku nzima. Kaingia hapa kafura anagombana paka na milango. Na ametokea hospitali. Mlango unakugonga tu na utukania hadi ndugu zake. Sasa mlango unakosea kitu gani? Kwa hiyo shout out za nguvu kwa wewe mwana Yanga, ufurahie. Wewe mwana Simba pole sana. Always next time. Mlango unafanya nini? Tukania hadi ndugu. Mkosea nini? Bwana, hii ni Gossip Table. Hope so tayari umesha subscribe na kubonyeza alama kengele kwa mwanafamilia kabisa 69 Media TZ. Sina sign out.